Hali gani? Katika video iliyopita tulijadiliana kuhusu zile sayari mbili ambazo zinafanana na dunia kabisa, sayari ya Kepler pamoja na sayari ya Proxima Centauri b. Okay, sawa. Leo tunaendelea na mjadala mwingine. Hii unayoiona hapa ni sayari inaitwa Saturn au Sarateni kwa Kiswahili. Ni sayari ambayo ni majestic, yani sayari ya kushangaza au niseme ni sayari amazing. Watu wengi sana wana fall in love na hii sayari, lakini kwa nini? Kwa sababu ya umaridadi wake au uzuri wake. Ni sayari ya kipekee hasa kwa sababu ya hiyo pete ambayo inayo. Lakini katika mjadala wetu wa leo tuone kwamba hii sayari ikoje na maajabu yake ikoje, inatofautianaje na dunia yetu tunayoishi. Vizuri, kwanza hii sayari iko wapi? Hii sayari ipo umbali wa kilomita, unajua sayari ziko kwenye mzunguko kulizunguka jua. Sasa ule umbali kati ya dunia na sayari nyingine huwa unatofautiana kulingana na kipindi, kwamba wakati huo dunia iko wapi na sayari hiyo husika inakuwa iko wapi, kulingana na zile orbit ambazo zinazunguka dunia jua. Sasa hii sayari ya Saturn katika ile nearest approach, kipindi inapokuwa karibu huwa inakuwa umbali wa kilomita bilioni 1.2 inapokuwa ipo karibu, lakini inapokuwa kwenye upande mwingine wa jua, maana inapokuwa kwenye pointi ya mbali zaidi kutoka huko duniani, inakuwa umbali wa kilomita bilioni 1.7. Sasa ni umbali mkubwa sana. Kumbuka Voyager 1 ilitumia miaka mitatu. Voyager 1 ambayo ilikuwa inakimbia spidi ya kilomita 1061 kwa saa ilitumia muda wa miaka mitatu, unstoppably. Sasa ni umbali ambao kwa rocket au jet au tuseme tunaposema jet na maanisha hizi commercial flights, hizi ndege za kawaida, ingeweza kutumia muda wa miaka roughly 190 mpaka kufika kwenye Saturn. Sasa kitu kingine ni nini? Ndugu zangu, hii sayari ya Saturn ni kubwa sana kuliko dunia yetu. Ni kubwa sana. Yaani kwa upana wake, kwa ule upana wa Saturn ni sawa na upana wa dunia mara 9. Yaani ukichukua dunia 1, 2, 3 mpaka dunia 9 ukaziunganisha kwa pamoja, ule ndio upana wa Saturn. Lakini volume yake, yaani ndani ya ile hole ya Saturn unaweza ukajaza dunia zaidi ya 760. Yaani unaweza ukajaza dunia 1, 2, 3, 4 mpaka 60 mpaka 900, roughly 960. Umeona? Lakini uzito wa hii sayari ya Saturn ni mara 95 ya uzito wa dunia yetu. Lakini kitu kingine cha kushangaza ni kwamba hii sayari ya Saturn ni gas giant. Yaani imeundwa, haina solid surface kama dunia jinsi ilivyo. Yaani haina solid kwamba unaweza kukanyaga chini kama hapa. Yaani ni dude kubwa sana ambalo limeundwa na gas. Ndio maana hizi sayari zinaitwa gas giant. Ukiangalia Saturn, ukiangalia Jupiter na zile Mercury, Mercury, Zohari na Utarid, inaitwa zile ni Mercury na Neptune, zile zote ni gas giants. Yaani sayari ambazo hauwezi kukanyaga chini kama duniani kama hapa. Hazina solid surface. Zile ni gas, zinaitwa gas giants kwa sababu zimekuwa composed na gas nzito sana. Ndio basi zinaitwa gas giants. Okay. Sasa kitu ambacho ni interesting zaidi ni ile pete yake. Unajua ile pete yake kwanza ni kitu ambacho watu wanatakiwa wafahamu. Sio pete kama pete kwamba ni substance moja au kitu kimoja tu kimezunguka sayari. Hapana. Zile pale ni chembe, yani ni matrilioni ya chembe ndogo pamoja na mawe ambayo zaidi ya 99% ni barafu za maji. Tunasema frozen water ice. Okay. Sasa ni mchanganyiko wa particles ndogo sana. Yaani mule ni mchanganyiko wa particles ndogo ambazo zinalingana chembe ya mchanga, lakini pia zipo particles kubwa ambazo zinalingana milima kabisa. Sasa zipo katika uvutano ambazo inatengeneza circular motion kuzunguka ile sayari na kutengeneza ring. Kwa hiyo kwa mbali tunaona vile ni pete moja, lakini ni matrilioni ya mawe, yani mchanganyiko wa mawe, ni mchanganyiko wa debris, ni mchanganyiko wa mchanga, ni mchanganyiko wa vumbi, ni mchanganyiko wa hizo ice, okay, na vitu lukuki ndio vinatengeneza ule muonekano wa ring. Lakini hiyo ring ndio ambayo inaifanya sayari ya Saturn ionekane kubwa zaidi, kwa sababu
ile pete tu ina extend mpaka upana wa kilomita zaidi ya 200,000. Umeona? Zaidi ya 200,000. Sasa siku moja katika Saturn huko duniani, kwamba siku moja na masaa 24. Okay. Lakini katika Saturn kule siku moja ina masaa 10:30. Masaa 10:30 kwa muda wa huko duniani. Okay. Sasa kwa ufupi wa siku hiyo inaifanya Saturn, mwaka mmoja katika Saturn huwa ni sawasawa na miaka 29 ya huko duniani. Yaani mwaka mmoja katika Saturn ni sawasawa na miaka 29 ya huko duniani. Interesting. So tukija katika features nyingine, Saturn ina miezi mingi kuliko dunia. Dunia yetu tuna mwezi mmoja ambao ndio Mungu ambao tunaona angani kila siku na tu mbaya mwezi. Okay. Lakini Saturn ina miezi mingi, na miongoni mwa miezi mikubwa, mwezi mkubwa zaidi wa Saturn unaitwa Titan. Huo mwezi wa Titan ni mkubwa kuliko sayari ya Mercury. Umeona? Sayari ni kubwa kuliko Mercury. Lakini maajabu mengine ya Titan ni kwamba Titan, katika Titan kuna lakes, kuna maziwa na mito. Lakes na rivers. Kuna maziwa na mito na beach kabisa. Lakini so mito ya maji, so maziwa ambayo yamejaa maji. Hapana. Lakini ni maji ambayo yamejaa methane. Methane wanakemia ni nini? Ni kemikali yenye nini? Hiyo itakuwa kazi kwako. Lakini ni mito ambayo imejaa methane pamoja na maziwa yamejaa methane. Na hiyo methane kuna ile cycle kama duru ya mvua. Kwamba maji huko duniani, kwamba maji jinsi ambavyo mvua inafanyika, kwamba inatokea evaporation, maji yana ule mvuke unapaa angani, inafanyika condensation, mvua inashuka. Sasa katika Titan ni hivyo. Methane kwenye mito kwenye hiyo mito yake na ziwa inapanda angani, inatengeneza mawingu, inanyesha. Lakini inanyesha kama methane, sio maji. Sio maji. Na beaches ni nini, maziwa yapo kabisa. Na lipo ziwa ambalo ni kubwa kabisa kuliko ziwa Caspian na huko duniani, ambalo ndio ziwa kubwa kabisa huko duniani. Kwa ni ziwa kubwa, lakini ni ziwa la methane, sio maji. Mambo ya ajabu. Kwa hiyo kwa ukubwa huo wa sayari ya Saturn, au kwa jinsi ninavyoshangaza, ni kwamba unapokuwa unajua huko dunia, ukisimama juu ya dunia unaona mwezi, si ndio? Na ukiwa katika mwezi unaona dunia kama jinsi ambavyo unaona mwezi ukiwa huku the same. Kwa ukiwa juu ya mwezi unaona kabisa dunia iko kule. Unaiona iko kule. Unaona kama kadoti iko mbali, au kama jinsi ambavyo unaona mwezi ukiwa huko duniani. Unaona kabisa mwezi ule pale. Okay. Sasa ukiwa katika Titan afu kaitazama sayari ya Saturn. Kumbuka Titan ni mwezi wa Saturn. Titan ni mwezi wa Saturn. Kama jinsi ambavyo Moi ni mwezi wa dunia. Sasa ukisoma katika Titan ukaitazama sayari ya Saturn, utaona kama vile ile sayari imeoccupy nusu ya anga lote, kwa sababu ya ukubwa wa sayari ya Saturn pamoja na ile pete yake. Yaani kama nusu ya anga lote limejaa. Yaani kama hilo dude limejaa, limeoccupy zaidi ya nusu ya anga lote. Umeona, kwa sababu ya ukubwa wa sayari ya Saturn. Okay. Kwa hiyo kiujumla Saturn ni sayari ya kushangaza na ni sayari ambayo kiukweli inavutia sana, inapendeza, kitu ambacho ni majestic, jinsi ambayo inavyoitwa majestic planet. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni interesting sana kwa kweli. Kwa hiyo next time to discuss kuhusu sayari nyingine au kitu kingine. Tuendelee kwa pamoja, tuendelee kujifunza kila siku. Fuatilia video nyingine pia upate maarifa kuhusu mambo ya anga. Ni mambo interesting sana kwa kweli. Asante sana kwa kunisikiliza.